tutasoma about kurudishwa, vitu ambazo zimepotea. Kuna vitu kwenye maisha yako zimeibiwa. Inaweza kuwa ulizaliwa tu wakaona nyota ikaenda. Inaweza kuwa tu ndo mwanzo ulikuwa unafungua biashara, ndoa ikaenda. Ndo mwanzo umeolewa, yani kuna vitu zimeibiwa. Inaweza kuwa ni nafsi imefungwa, iliibiwa. Inaweza kuwa ni destiny yako ilikuwa swapped, like someone said destiny yako ilikuwa swapped. So leo tutapiga kambi hapo. Mungu kawaida yake ni Mungu afanya nini? Mungu wa kurudisha. Mungu kawaida yake ni Mungu wa kurudisha. Wanaisraeli walikuwa wameenda Misri, Mungu akawarudisha. Baadaye Wanaisraeli wakatekwa nyara, wakapelekwa Babeli. Lakini Mungu akawarudisha kwa mkono wa Zerubabeli, kwa mkono wa Danieli, Ezra na wengine. Mungu akawarudisha. So asili ya Mungu ni Mungu wa kurudisha. Ndio maana kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 13, Mwanzo 15 mstari wa 13 inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Yani wataenda mateka, watakuwa utumwani, wataenda kifungoni, right, kwa mji ambao sio wao. Okay, watatumikia watu wale, na watateswa kwa muda wa miaka 400 hata na taifa ile. Lakini watakaporudi sasa watarudi na mali nyingi. So kitambo ilikuwa ni like it was a physical world. Ilikuwa ni watu kabisa unachukuliwa, unatekwa. Yesu alipokuja vita zetu zikabadilika. Sasa ni kwenye ulimwengu roho. Kama vile Mungu anamwambia watu wako wataenda utumwani, watatumikia watu wa nchi hiyo. So hapa kwetu nchi ni mbili. Nchi ni mbili. Kimsingi kinamna gani? Kuna mbinguni, alafu kuna kuzimu. Kuzimu nao kumegawanywa. Kuna kuzimu chini ya bahari, kuna kuzimu hapa kwenye nchi, kwenye ardhi, kuna kuzimu kwenye anga, kuna kuzimu, alafu kuna mauti pia. So unaweza kuwa umefungwa mahali kuzimu, unaitumikia wewe nchi, unaitumikia kabisa. Hapo ndo panafanya kuna wafanyabiashara wa miili na roho za watu. Hapo sasa ameiba nyota, amepeleka pale, akauzia msanii fulani. Unaona? Amekufunga nafsi, amekufunga roho, amefunga njia zako. Destiny imekuwa swapped, ikapatiwa mtu mwingine. Kuna kafara zinatolewa pale, kuna mikataba inatengenezwa pale, kuna mapepo, kuna majoka pale, wanatumwa ili wafanye nini? Wakuingie wewe kama magonjwa. Kama ule mama alikuwa amepinda, alikuwa na pepo la udhaifu. Unaona, alikuwa limempindisha. So imagine umepindishwa, kumaanisha umecheleweshwa kwenye maisha yako. So Mungu anasema hapa, ijapokuwa hata wameenda kwenye utumwa kwa muda wa miaka 18, watarudi na mali mingi. Na asili ya mwizi ni gani? Mwizi, kitabu cha Yohana 10:10. Mwizi haji ila kuiba. Anakuja kuiba, kuua na kuchinja. Unaona? Na kuharibu. Huyo ni mwizi sasa. Anakuja kuua, kuharibu na kuiba. Lakini tunajua Yesu alikuja ili sisi tuwe na uzima. So kuna mtu amekuja kwako, akachukua destiny yako, akachukua nyota, akaharibu biashara, akichukua kitu chako, anakuacha na kitu ambacho sio wewe. Kumbuka mapepo ama shetani pia anahitaji mwili. Inaweza kuwa roho yako ilichukuliwa. Kitabu cha Ezekia 31 mstari wa kwanza anasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanitoa nje katika roho. So wewe unaweza tolewa nje katika roho. Ile roho ndio imebeba kila kitu. Yani roho ndio wewe. The Bible says that, Biblia inasema mwili haufai kitu, roho ndio itiaye uzima. So ile roho inaweza tolewa. Ile roho ndio imebeba maisha yako, imebeba hatima yako, imebeba nyota. Iko ni kifungo cha roho, imetolewa, imepelekwa mahali fulani. Alafu mwili unawekwa kitu kingine, alafu nafsi inaachwa. Ndio maana kuna wakati unahisi maisha yangu ni si kama vile yalivyo. So kwenye ulimwengu roho lazima utembee kwenye mashimo haribifu, urudishe kilichoibiwa. Lazima vyote vilivyoibiwa virudishwe. Kama vile Ayubu alikuwa ameibiwa, lakini kuna mali Ayubu alisema, kitabu cha Ayubu mstari wa chapter 20 verse 15. Anasema amemeza mali, atatapika tena, kutoka tumboni mwake Bwana atayatoa. Kumbuka kuzimu kuna mdomo. Ni mashimo, ni malango ya kuzimu, hayo ndio malango. Ndio maana Biblia inasema Biblia inasema nini? Biblia inakwambia wewe ndio mwamba ambalo hekalu la Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu. Yale ni malango ya kuzimu, yanaweza funguliwa yakameza nyota, yanaweza funguliwa yakameza ndoa, yanaweza funguliwa yakameza biashara. So ukivunja yale malango, ukienda paka miisho ya mashimo, unarudisha. Na njia ni 3 ya kupigana, nazojua mimi, nazotegemea kati ya njia mingi.
Unaweza kwenda wewe kama wewe, unaweza kutuma malaika ama unaweza kutuma neno. Lazima uende wewe kama wewe. Ukiamua ukichoka usema nimechoka kuonewa, unasema katika jina la Yesu Kristo navaa mamlaka, na wafuata walioiba nyota yangu, na wafuata walio swap destiny yangu, na wafuata, na wafunga, na wapiga, narudisha vyote vilivyoibiwa. Na kitabu cha Methali 6 mstari wa 31 nasema mwizi akamatapo, mwizi akishikwa, yani mwizi akishikwa kuna ataleta mara 7 yani. Lakini akipatikana atalipa mara 7. Atalipa mara 7. Yani mtu akikuibia nyota, alafu ile nyota akaenda kuitumia kupata utajiri, itakaporudi sasa itarudi na mali yote ambayo alikuwa amepata kupitia nyota yako. Ile mali ilikusudiwa kwa yako. Ndio maana kunampata mtu alikuwa tajiri anafilisika ghafla. Ndoa yake ilikuwa mzuri inavunjika ghafla. Kumaanisha nini? Aliiba kitu, akapata kibali, akapata ndoa. Kumbe yule mchumba ambaye ameoana naye alikuwa awe wako, lakini akafanya mambo fulani kwenye ulimwengu roho, akakuzia wewe, akakuchelewesha yeye akamiliki. Lazima umshambulie. Lazima umshambulie. Asili ya Mungu ni ya kurudisha. Asili ya Mungu inafanya nini? Mungu hapendi kuwatesa wanadamu, na ajapo huzunisha anarudisha kwa wingi wa rehema zake. Kitabu cha Joel 2 mstari wa 25 nasema, nami nitarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, na parare na madumadu na tunutu. Yani Mungu anakuambia listen, kuna miaka fulani ulikuwa umeteseka. Toka ulipozaliwa walikuibia nyota. Since the day you were born they stole your star. Since the day you were born, that first day ulikuwa kwenye ndoa, waliiba muonekano wako, waliiba kibali yako. Ndio maana mpaka sasa hujaolewa, ndio maana hujapata kazi. Na walipoiba wakaeka pepo ndani, wakaeka roho ndani, ikakufunga. Ule pepo, mapepo ndo walinzi wa madhabahu. Roho ndo spirits, dark spirits zinalinda ile madhabahu, zinakulinda wewe usipate. Wanaweza kulinda kwa ndani ama wanakuzuia kwa nje. Ndio maana Biblia inasema nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele ya malaika, na shetani amekaa upande wake wa kulia ili ashindane naye. Anaweza kaa upande wako wa kulia, ni upande wa nyota yako, si imeenda, alafu anakaa ile upande, anajenga ukuta kwenye ulimwengu roho, hakuna anayekufikia. Ulikuwa ulewe na mtu fulani, ulikuwa usafiri uende mahali fulani, ulikuwa upatane na watu fulani. Kawaida Mungu anabariki watu kupitia watu. Hata Yesu alipokuwa anakuja alimtuma Yohana. Biblia inasema palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake ni Yohana. Alitumwa na Mungu kuyanyoosha mapito, kusawazisha milima ili Yesu aje. Sasa kuna mtu ametumwa lakini amezuiliwa. Wakatuma mtu kutoka kwenye mashimo ya kuzimu yani, ama roho ikamvaa mtu. Inaweza kuwa huyo mtu uko naye kwenye mahusiano, anaizuia usipate baraka yako. Ako kwenye mahusiano, unafaa uende mahali fulani, lakini uko naye kwenye mahusiano na unampenda kabisa, unamuita baby, lakini roho zimemuingia, wanakuzuia usifike kwenye hatima yako. Kwa sababu gani? Kuna mambo yameibiwa. Zile roho zikiingia ndani wanakuogopa kwa sababu una moto. Lakini kale ka jamaa kazi yake ni pombe, kazi yake ni kutembea na marafiki, kazi yake ni roho zimemuingia, anakuzuia. Ulikuwa na biashara zako, ulikuwa na maisha yako vizuri, ulipooana naye maisha yako yakaanguka. Lazima sasa tuingie kwenye maombi, tuwapasue, tuwavunje. Ndio maana Mungu anakuambia kuna miaka imeliwa na nzige, kuna miaka imeliwa na tunutu na madumadu, Mungu atairudisha. Tunaweza pata kuna mtu mmoja miaka yako kuna ililiwa na nzige mara ya kwanza, ukaenda yani miaka ulikuwa usome ikaliwa na nzige, ukaanza biashara ikaliwa na madumadu, ndoa nayo imeliwa na parare. Yani wewe uko tu unasema tu rehema ya Mungu yatosha. Umefika miaka imesonga mpaka unasema mimi concerning marriage hata sitaki kuolewa tena. You start cursing yourself. Unajua maneno yanabaki kwenye ulimwengu roho. Yani mchawi amekuchelewesha, miaka imesonga haujaolewa. Alafu sasa umekata tamaa, unasema ni sawa tu mimi, I'm okay just the way I am. Hapana. Tunaingia vitani, tunapiga, tunawapasua, tunawafyeka, tunarudisha ndoa, tunarudisha kibali, tunarudisha kazi. Umeanza biashara ya kwanza imeanguka, ya pili imeanguka. Kumbe kuna kama mtu hapa mchawi anatumia nyota yako kufanya biashara yake. Anatumia nyota yako kuweka misingi ya biashara yake. Anafaa tumshughulikie, tumkamate, tumfyeke, tumvunje, tumpasue vipande vipande. Yeremia 30 mstari wa 17 inasema, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya majeraha yako, asema Bwana wa majeshi, kwa sababu wamekuita mtu mwenye kutupwa. Inaweza kuwa kwenye familia
Wewe umeitwa mtu mwenye kutupwa, umetupiwa roho ya rejection, roho ya kukataliwa. Wanasome kuchukua nyota yako, wanakutumia, wamekufanya kuwa kama kiti wa familia. Yaani maisha yako yako vile kama yana mateso mengi, lakini unajua wamekufanya nini. Na adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwako. Inaweza kuwa ni mama, ni mchawi, amekuweka wewe kama akiba ya damu. Akitolewa kafara ni wewe inaenda. Akitishwa kafara, wewe ndio wa kwanza. Nyota ya kwanza kwenda ni yako. Una nyota kubwa mno, lakini mama ameiba. Sasa Mungu anakuambia kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 17, nitakurudishia afya. Inaweza kuwa ni afya ilienda, ulituma pepo likakuwa magonjwa baada ya kuiba nyota. Ile afya itarudi, na yale majeraha, yale machungu yote ambayo umepitia kwenye maisha yako, Mungu atayapona, kwa sababu uliitwa mtu aliyeachwa. Yaani wewe ni jasusi la mbinguni. Wewe ni mtu uliyeitwa kwa wakati, lakini wanakuita mtu wa kuachwa. Kwa mfano kama ukisoma kitabu cha Waamuzi 6 mstari wa 14, hapa ni habari ya Gideoni. Tuseme Gideoni, wa Midiani walikuwa wanachukua the first fruits, mazao ya kwanza. Unaona, ya wanyama na mimea wanakuja wanayachukua. Midiani wanafanya kazi alafu Wanaisraeli wanafanya kazi alafu Midiani wanakuja wanaiba. So hapa Gideoni alikuwa ajijue ni shujaa. Ndio ukisoma mstari wa chapter 6 verse 14, Mungu akamwambia, akamgeukia Gideoni. Gideoni anasema, yuko wapi yule Mungu tulimsikia wa babu zetu? Yuko wapi yule Mungu? Mbona ameruhusu tumeteseka? Mungu anamwambia, wewe ni shujaa lakini hujijui. Ni kama vile wewe tulivyo. Wewe ni shujaa. So mstari wa 14 unasema, Bwana akamgeukia akamwambia, nenda kwa uwezo huo ulionao ukawaokoa Israeli kutoka kwa mikono ya Midiani. Sasa wewe yani na uwezo ulio, yani umeshazaliwa na nguvu, umezaliwa na mamlaka, umezaliwa na you have everything. Lakini wanakuzuia na wataki watu ujue kuomba. Wanazuia paka maombi yako. Ndio maana Biblia inasema amenizunguka kwa ukuta pande zote, amenifunga kwa minyororo. Nilipolia na kuomba akayazuia maombi yangu. Wanazuia maombi. Anataka tu ukae kwenye hali yani ya kuumia. Lakini wewe ni shujaa. Mungu anamwambia Gideon, sikiza bwana, nenda kwa uwezo huo ulionao. Yaani nenda kwa huo uwezo. Na sisi kwenye ulimwengu roho tunawafuata kwa huu uwezo ambao tulao, ambao tuko nao, ambao tumezaliwa toka siku tulipozaliwa. Mungu alikujua toka ulipokuwa kwenye tumbo la mamako alikujua. Unaona? Akakutukuza sana, akakuweka, akakufanya kuwa kuhani juu ya mataifa, kuvunja, kuharibu, kuteketeza, kupanda na kujenga. Una hiyo mamlaka, una nguvu na huo uwezo ulionao. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 14 kuanzia 12 mpaka 16. Mwanzo 14 12 mpaka 16. Hapa ni Abraham alisikia Lutu ametekwa nyara na wafalme. Wacha nisome basi. Wale walioshinda, kuna mtu alitoroka kuja kumwambia, wakateka wale wafalme waliposhinda, wakateka mali ya Sodom na Gomora, kadhalika na mazao yao, wakaenda zao. Walimteka hata Lutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekuwa anakaa Sodom pamoja na mali yake, wakaenda nao. So hapa Lutu alitekwa nyara na wafalme watatu. Kuna jamaa akapeleka, utasoma kwa wakati wako, akapeleka habari kwa Abraham. Abraham hata kuomba, hakuna mali Biblia imesema Abraham aliomba. Abraham alikusanya vichakazi wake. Aliwakusanya watu 310, watu 318. Akachukua silaha, akaenda akapiga wafalme, akamrudisha Lutu. Na sisi kuna uwezo ambao tushapewa, lakini vita yetu ni ya kiroho, kwenye ulimwengu roho. Sisemi unajua mchawi mali fulani, kuna kadada kachawi, maybe kanaitwa Rose, kachawi yani. Sisemi mfatu mwambie wewe umeiba nyota yangu. Unamshughulikia kwenye ulimwengu roho. Kuna wakati Daudi pia alikuwa ametoka vitani mahali panaitwa Ziklag. Wametoka wamepigana, kurudi akapata watu wametekwa nyara, mali imeenda, kila kitu kimeenda. Daudi akaitisha Haivera ni kile kitambaa cha kuomba. Kitambo ulikuwa ukienda mbele za Mungu unajifunika, akajifunika. Kilio ni kitabu cha Samueli wa kwanza 30 mstari wa 8. Akamwambia Mungu tu maneno machache tu. Akamwambia, Bwana, je, nilifuatilia jeshi hili? Should I pursue the raiding army? Naona, should I pursue the raiding army? Nitawapata, nitarudisha vyote. Mungu akamwambia, hakika wafuate, utawapata nawe utarudisha vyote. Samueli wa kwanza 30 mstari wa 8. Sijui kama unanielewa. Na sisi kwenye ulimwengu roho hata si lazima tuulize. Sisi tuko na Roho Mtakatifu,
tuko na Mungu Baba na tuko na Mungu Mwana, wote wako ndani yetu. Na Biblia inasema mbingu ni mbingu za Mungu, nchi ametupa sisi, tumepatiwa mamlaka, tuko na hiyo nguvu. Ni wewe tu uamue umeumia kiasi gani, ni wewe uamue umeteseka kiasi gani, umechoka nayo mateso ama utayavumilia kidogo mwaka uishe. Mimi sitavumilia kidogo mwaka uishe, naingia vitani. Na maombi ni ya kila siku na kukaa kwa utakatifu. Kuwa na maombi mengi na kukaa kwa utakatifu na kukimbia dhambi. Unakimbia dhambi ni kama umeona kinyesi. Ukiona dhambi hapa unakimbia hapa, unaomba msamaha mara kwa mara. Biblia inasema exactly how bad do you want change? Unataka mabadiliko kwa kiwango kigani? Unaona? Unataka mabadiliko kwa kiwango kigani? Sometimes when you take a detour is when you see changes. Ukiamua mimi sasa nataka mabadiliko kwenye maisha yangu, you decide no, they are going left, let me go right. Hapo ndo unaanza kuona mabadiliko. How bad do you want change? Kwa mfano Ana alikuwa ana mtoto, lakini anaenda kumimina moyo wake kwa Mungu. Baada ya kuchekwa sana ana mtoto, baada ya kuonewa sana, anaambiwa mbona hata lini utakunywa mvinyo? Utaacha kunywa pombe lini? Akamwambia mimi mtumishi wako, usidhani mwanamke aliachwa. Ni mwanamke aliye na uchungu. Unaona? Hata sasa naongea kwa uchungu na umimina moyo wangu kwa Mungu. Na wewe sasa uchungu wako umefika kiwango kigani? Spiritual spouses wamekuonea kiasi kigani? Waliokuibia wamekutesa kiasi kigani? Kawaida ukiibiwa lazima uteseke. Na kuna watu you seem like you're not suffering, lakini kitu kinakupata ghafla. Unashangaa alikufa ghafla, alikuwa na gari anaendesha akapata ajali. Hapana, watu hawafi tu. Kifo si jambo la kawaida. Kifo ni tukio limepangwa. Kifo limepangwa. Usione watu wanakufa tu kadhani wanakufa. Biblia inasema utashiba miaka. Ndio maana Paulo anasema nimepigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kuna kumaliza mwendo. Huyu aliyekufa na miaka 20 ameenda wapi? Huyu aliyekufa na miaka 13 ameenda wapi? Huyu aliyekufa na miaka 40 ameenda wapi? Mtoto aliyepotea kwenye tumbo ameenda wapi? Hata hajazaliwa. Kuna raha gani ya kubeba mimba kisha upoteze mtoto kwenye tumbo kila mara? Ni nini kinachozuia? Nyota zinachukuliwa, nyota zinaenda, na hizo nyota zinaenda na wanaharibu mtoto. Na wewe anakuacha na majeraha ya moyo. Na kumbuka, mtoto akiibiwa, kama ukipoteza mtoto, anaenda na you and your kid you're one, so anaenda na a bigger part of you, like the kid goes with a bigger part of you. Ni rahisi akipiga yule mtoto na kupiga pia wewe, maana mko pamoja kwenye ulimwengu roho, mpaka ujifunze kujitenga. Ndio maana wewe unaweza kuwa connected na laana za baba yako, uko connected na laana za mama. Daudi akamwambia Yoabu alimuua Abineri, akamwaga damu isiyo na hatia, akamwambia mimi na ufalme wangu Bwana hatuna hatia, ila damu ya Yoabu ikae juu ya kichwa, damu ya Abineri ikae juu ya kichwa ya Yoabu na familia yake. Pasipatikane kwa mtu anayetembelea magongo, yani pasikosekane mtu anayetembelea magongo, mwenye vidonda vya usaa, pasikosekane mtu anayeombaomba kwenye familia. Unaweza kuwa mama ni mchawi, ameua watoto wengi, amekula nyama za watu huko. Kuna mama analia mtoto wake amekufa, kumbe mama ameuliwa na mama yako, ama ameuliwa na nyanya ama na babu. So ile laana inatembea kwenye familia, inakuwa ni rahisi wewe kuibiwa nyota. Sababu gani? Yovana, yani malango yako yako open. Lazima uanze kujitenga nao, ujue kupigana. Unasimama kwenye maombi, unawavunja, unawapasua, unawafyeka katika jina la Yesu Kristo. Mungu kawaida yake akitaka kwanza kukuinua, anakuletea tabia kutaka kumjua, anatengeneza njia ya wewe kutaka kumjua. Kama ulikuwa na moyo mgumu wa kutoamini, Mungu anakuwekea moyo wa kuamini. Hiyo ndio asili ya Mungu. Unajua hapa kuna upenyo, ama unashangaa kuna mali shida zinatokea mingi kwa ghafla. Unajua hapa kuna wakati kuna fani ingie vitani nirudishe vilivyoibiwa. Mateso hayaji tu. Ukiona mtu anateseka, kuna mtesi wake. Ukiona mtu anataabika, kuna mtaabishaji wake. Lazima tutendeke jambo kwenye ulimwengu roho, na huyo mtaabishaji lazima afyekwe. Huyo mtaabishaji ndio muiba nyota. Huyo mtaabishaji ndio aliyechukua vitu vyako kwenye ulimwengu roho. Lazima ujifunze kumshughulikia. Lazima ujifunze kumpasua vipande. Elijah alikuwa anamkimbia malkia bibi ya Ahabu baada ya kuwaua manabii wa Baali. Akafika mahali akakimbia, akalala kwenye mti, chini ya mti. Alikuwa amechoka, paka akaanza kuishi, akaanza kusema afadhali angekufa.
Hiyo ni kitabu cha Wafalme wa kwanza chapter 19 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8. Utasoma kwa wakati wako. First Kings 19:5 mpaka 8. Right, alikuwa amelala baada ya kuwaua manabii wa Baali. Aliwateketeza, aliwachinja. After kuwachinja, Malkia akasema, kesho kichwa chako Jezebeli, kesho kichwa chako kama kitakuwa kwenye mwili wako, basi tutajua. Yani kama kesho itafika kama kichwa kitakuwa kwenye kama atamkata kichwa. Jamaa akakimbia, alipokimbia akaenda akalala, akatamani afe. Lakini malaika wa Mungu akamjia. Mungu akarestore ile nguvu. Akampatia mkate kisha akampatia maji. Mkate inamaanisha nini? Kumbuka mkate ni kama Yesu, maji ya uzima. Akampatia mkate. Jamaa alipopatiwa mkate akaambiwa safari ni refu sana. Alitembea kwa siku 40 na usiku 40 mpaka kafika Horeb, mlima wa Mungu. Alipata nguvu, aliregeshewa nguvu, akaregeshewa tumaini. Unaona? So leo kwenye ulimwengu roho tutarudisha vilivyoibiwa vyote. Kama ni nyota, kama unahisi umekata tamaa, hiyo tamaa pia tutairudisha. Kama unahisi umeonewa sana, mtabishaji wako tutamfyeka, tutamvunja vipande kwa mamlaka ya damu mwana kondoo. Kitabu cha Zaburi 147 mstari wa 3, Zaburi 147 mstari wa 3 inasema, yeye huponya wenye moyo uliovunjika na kushona majeraha yao. Hiyo ni asili ya Mungu. Anaponya moyo za watu ambao wamevunjika. Inaweza kuwa umevunjika moyo sana. Mungu anakuambia atulia mtoto wangu. Ndio kwanza mkoko unalika maua. Hautafanya kazi ya kuchosha usiku mzima kwa neno lake. Unapata kama Simon Peter alikuwa amechoka sana, wameshusha nyavu pale, hakuna kinachotokea. Nyota yako ikienda utashusha nyavu na hakuna kitakachotokea. Kumaanisha nini? Hata ukipewa pesa shilingi milioni 7, utapata ile 7 inakupata kaugonjwa kanakupata, unatumia kwenye matibabu. Unapata ndoa inaharibika, nyota imeenda, lazima irudishe ile nyota, alafu imiliki, alafu uwekee ulinzi kwa damu ya mwana kondoo. Alafu unaona vitu zako zitaanza kwenda sawa. Ukiibiwa kibali kwa uso, kuna watu baraka zao ziko kwenye kibali, kuna watu baraka zao ziko kwenye mikono, kuna watu tu ni wakiongea, hiyo ndo baraka yao inatokea hapo. So kibali kiibiwa kwenye uso, hata ujipake makeup vipi, hata ufanye nini, hata uchonge zeni copyright, uchonge moja iende hivi ingine huku, then utapata attention, hakuna atakaye kutazama. Wataanza kukuchekelea, ona huyu amepiga wanja huku akasahau. Hata unyoe uchore tattoo, utakuwa unakesha bure. Lazima kilichoibiwa kirudi, alafu kianze kufanya kazi, na kikirudi lazima ukiamuru wewe tena kwenye maombi kianze kutenda kazi. Kawaida nyota ya mtu ikirudi ukizubaa inafunikwa. Kumbuka shetani asili yake ni kerubi afunikae. Anafundisha watoto wake kufunika. Anaweza kukufunika usipate, anakufunika biashara, anafunika ndoa, anafunika maisha. Wanakuzuia kwa nje usipate. Biblia inasema ameweka mawe yaliyochongwa kwenye njia zangu. Kawaida ukiwekea mawe yaliyochonga amekuwekea vikwazo vingi. Lakini bado kuna kifungu kinasema yule ashindanaye na Bwana atapondopondo. Si anashindana na wewe, na sisi tunawafuata kwenye ulimwengu roho. Kama vile Abrahamu alivyowafuata akawatandika, kama vile Daudi alivyowafuata akawatandika, na sisi tunataka tuwafuate, tuwavunje, tuwapasue, tuwaharibu vipande kwa mamlaka ya damu mwana kondoo. Maana asili ya Mungu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye. Kuna uwezekano amekupeleka kwenye mauti. Kuna uwezekano miaka yako imeliwa sana na nzige. Kuna uwezekano wamechukua kila kitu, yani wewe upo ambaye upo. Kuna uwezekano laana zimekushika sana, lakini Biblia inasemaje? Hakuna awezaye kumlaani ambaye Mungu amembariki. Biblia inasemaje? Kama shomoro katika kutangatanga kwake na mbayuwayu katika kurukaruka kwake, ndivyo ilivyo laana isiyo na msingi. Zakaria 9 mstari wa 12 unasema, rudini katika ngome yenu enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitawarudishia maradufu. Mungu anakuambia ni turudi kwenye maombi, turudi katika ngome yetu. Ngome yetu Yesu ndio ngome yetu. Tumrudie yeye, tumkaribie Mungu, tumkimbie shetani. Ukimkaribia Mungu mengine utaongezewa. So Mungu anakuambia Zakaria 9 mstari wa 12, rudini katika ngome yetu. Ngome yetu ni yeye, sasa ni Yesu Kristo. Tumrudie. Sisi tuliofungwa watumaini, sisi watu watumaini tuliofungwa. Tunatumaini lakini tumaini letu limefungwa. Tukimrudia Mungu sasa, kama vile tunataka kufanya leo, tunamrudia kwenye maombi. Mungu anakuambia ataturudishia maradufu. Atarudishia nini? Maradufu, kama vile alivyofanya kwa Ayubu. Alifanya nini kwa Ayubu? Kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10 inasema,
Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Ayubu alikuwa ametekwa. Ndio maana kitabu kuna kifungu kinasema Isaiah 42 mstari wa 22 unasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamewekwa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye magereza, wamekuwa mawindo, lakini hakuna okoaye wala hakuna itaye. Turudi kwa Ayubu 42:10 inasema, Ayubu ndipo Mungu akageuza umateka wa Ayubu. Hapo alipoombea rafiki zake, Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo hapo mwanzo. So kumbe kuna kupata mara 2. Umeteseka sana, pata mara 2. Umeumia sana, pata mara 2. Afya imeenda, afya inarudi mara 2. Ndoa imeenda, inarudi mara 2. Simaanishi wanarudi wachumba wawili. Yani inarudi na amani, inarudi na upendeleo, inarudi na kuinuliwa tena. Sijua kadhani nimesema rudi mara 2 wanakuja wajamaa wawili, hapana. Hivyo ifai. So Mungu akageuza umateka wa Ayubu, akageuza umateka. Watu hao wanaotolibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye mashimo. Unaweza kuwa kwenye mashimo, uko kwenye magereza. Tunavunja magereza, tunatoka na kila kitu chetu. Farao, Musa alipowafuata akamwambia, Bwana amenituma kwako, amesema wacha watu wangu waende wakamwabudu Mungu wao. Farao akasema sawa, wataenda wanaume, utaacha wanawake. Akasema hapana, tunatoka sisi wote. Let my people go. Akasema mtaenda nyinyi wote, mtaacha mifugo. Ama hapana, tunatoka na mifugo wetu. Sisi tunaenda kumwabudu Mungu wetu. Na sisi leo kwenye hayo mashimo sasa ya uharibifu, kuzimu huko mahali walipotuweka kwenye nyota. Ndio maana kuna watu wanaota unanyonyesha watoto mahali penye giza. Unaota umefungiwa kwenye shimo, unaota kwa mahali. Kuna wengine hata hawaoti, mbaya sana kama hauoti. So nataka tuwatandike hao walinzi, tuwavunje, tuambie tunatoka sisi na sitoki bila nyota yangu. Natoka mimi na sitoki bila mtoto wangu. Natoka mimi na sitoki bila uzazi wangu. Kuna watu uzazi umeibiwa. Kuna mama moja katika kitabu cha in the book of New Testament alimwona Yesu akihubiri, anafufua watu huku, akasema yabarikiwe matumbo yaliyokuzaa na matiti yaliyokunyonyesha. Aliona akasema wow, uzao wa huyu mama aliyemzaa huyu amebarikiwa sana. Kuna watu sasa, wewe tumbo lako la uzazi limebarikiwa, mikono yako imebarikiwa, lakini imeibiwa. Ni muda wa wakati tu ushangae ukianza kupata magonjwa. Kumbuka kuna siku za uharibifu, wanakuwekea paka siku za uharibifu. Ndio maana Biblia inasema vaini silaha za Bwana za vita ili mpate kupigana siku za uharibifu. Kuna siku zimepangwa. Nyota ikienda wanaleta pepo ndani, ama pepo linakaa nje linakuzuia. Unaona? Linakuzuia. Alafu wanatega, wanakuweka yani ufanye kazi uendelee kuishi. Alafu nasikia walikufa ghafla, kulikuwa na ajali, oh my god, wamekufa watu 7. Kuna mtu kwa familia, kuna watu yani ni kansa imempata, hawaolewi. Kuna watu yani ndoa yani kuna wanaolewa, lakini sasa ambao jamaa wanakuja kuoa, unasema ya Rabbi, jamaa anakuja yani jamaa yuko tu mabangi, jamaa yuko pia aliibiwa huko kwao. Unashangaa unasema mimi bora aje atakaya, bora tu anahema. Hapana, tunaingia kwenye vita. Kuna mume wa mipango na makusudi ya Mungu. So lazima turudishe vyote vilivyoibiwa. Nyota iliyoenda irudi, nafsi iliyoenda irudi. Daudi anasema itoe nafsi yangu kifungoni nipate kulimidi jina lako. Unaona? Get my soul out of bondage. Itoe nafsi yangu, kumaanisha nafsi ilikuwa imeenda ikafungwa mahali, lazima irudi. Nafsi ikirudi kila kitu kinarudi. Roho ikirudi kuna vifungo vya nafsi, vya mwili na vya rohoni. Tutawatandika leo, tutawavunja, tutawapasua, tutawafyeka kwa damu na kondoo. Isaiah 61 mstari wa 7 inasema badala ya aibu yenu na mtapata maradufu. Unaona? Badala ya aibu utapata maradufu, na badala ya fedheha watafurahia sehemu yao. Ili Mungu anakuambia balaku ya kufedheka sana, utafurahia sehemu yako, utafurahia ndoa. Lakini lazima tuingie kwenye vitani. Kumbuka Biblia inasema ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Wenye nguvu kama wewe, kuna uweza kama aliyowekewa Gideoni. Uweza, anajiweza mwenyewe. Mungu anamwambia utaenda kwa uwezo huo. Na mimi nakwambia leo kwa ile nguvu hiyo ulionayo, najua unahisi bado nimeteswa sana, wameninyonga. Kwa hiyo nguvu ulionayo, kataa kuwekwa chini.
Kwa ile uwezo ambao umepatwa na Mungu, tunataka tuwafuate kwenye ulimwengu roho. Sio lazima tuende mahali kwenye madhabahu fulani. Sijui kuna watu wanasema nenda kwenye milima, unaenda sijui kuna mahali kwenye milima watu wanaenda. Kuna pastor fulani hapo anakuwa anatabiri sana, anajiita prophetess, kanisa lake liko pale, wameshikana na bibi yake, bibi ni prophet na mchumba wake ni prophetess, wako na upako, akiniwekea mkono tu akanimwagia mafuta kidogo, maisha yangu utapakwa mafuta, tutachafua nguo bure. Tumia neno la Mungu, utalishwa chumvi, utapatiwa mayai, utapatiwa vitambaa ambavyo zimetumika kufanya vitu fulani, utanyeshwa maji iliyooshwa maiti kwa kukosa hekima. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa ufahamu. Wewe mwenyewe ni silaha inajitegemea. Wewe ndiye rungu na silaha za Bwana za vita. Biblia inasema nimewapa mamlaka. Yaani wewe umepewa mamlaka. Akawaita tenashara, akawapa mamlaka. Akawatuma wakaponye, akawatuma. Unaona? Na hizi ndio ishara zitakayofuata na wale wanaomwamini. Kwa jina lake mtafukuza pepo wachafu, kwa jina lake mtanena kwa lugha mpya, kwa jina lake mtashika mikia nyoka na hakuna kitakachodhuru, kwa jina lake. Unaona? Mtaweka mikono kwa wagonjwa na watapata kupona. Yaani sasa unashangaa maji inaingilia wapi? Chumvi inaingilia wapi? Ile chumvi ni pepo umepewa, yale maji ni mapepo umepewa, yale mafuta ni mapepo umepewa. Anakwambia lala usiku, toa nguo, lala ukiangalia juu, kaa rukaruka usiku. Unashangaa nitarukaruka paka lini? Mbona bado nikirukaruka nikilala usiku bado wananinyonga? Nikilala usiku bado wananiingia kimwili? Hapana, wanakuibia nyota. Wale ni wafanyabiashara wa miili na roho za watu. Biblia inasema wana ulimwengu wana akili kuliko wana wa Mungu. Anakara kuona na kusoma. Kumbuka mchawi anaweza kuangalia una nini ndani, akaanza kukuambia unajua mama yako anaitwa mtu fulani, dada yako anaitwa mtu fulani, kwenu kuna basi ameyaona, kwenu kuna madhabahu fulani, kama ameyaona si ayavunje, ama kufunza jinsi ya kuvunja. Anataka ukue mteja wake, uendage pale kila siku. Right? Nataka tuingie kwenye maombi, tuwatandike, tuwavunje, tuwasambaratishe, alafu turudishe vyote vilivyoibiwa. Kuna miaka imepotea, lazima irudi. Amemeza mali, atatapika tena kutoka tumboni mwake nini? Bwana atayatoa. Kwa taarifa yako, wewe ndio Bwana. Kwa ndani yako, aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu.